Neno letu tulopewa siku ya leo wapendwa, Yohana sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 8. Maneno ya Mungu yanasema hivi: basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania, alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumika, na Lazaro alikuwa mojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akaitwa latili ya Mariamu ya nado safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya Mariamu. Basi Yuda Iskarioti, mmojawapo wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye msaliti, akasema, mbona Mariamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuhurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yao. Mstari wa 8, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Wapendwa, hili ndio somo letu la leo. Naona mimi jina langu ni Nabii Hosea ukatema Hosea. Nikifunga sasa unaweza kukaa peke yako ukasema watu wote wana dhambi. Unakuwa na nguvu za ajabu sana naongea na Mungu. Lakini ukifunga unakuwa na nguvu za kiroho. Hata nyumba yake inasimama. Hata unapita mtu aina yote yule. Unaona? Wachawi wote wanaondoka katika jina la Yesu. Mapepo yanaondoka katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kufunga unakuwa na nguvu. Msionee hivi wala kina maposka na nini, kwa sababu akifunga na kina nani ni hatari. Anasema toa milioni 1 hapa. Unaona? Sasa amekufunga wewe utaki kufunga. Amefunga ameona kwamba huyu jamaa ana tatizo hili. Toka katika jina la Yesu. Inatoka kweli. Kwa niwaambieni jamani, kufunga kunaleta nguvu. Kufunga ni amri ya Yesu. Kufunga ni desturi ya Yesu. Siku ya leo Yesu amekaa kwa Mariamu na Martha, wale leo wazoea nyumbani kwa Lazaro, ambao wakati mwingine anaweza kupewa majina kwamba kumbe Yesu na hawa watu Mariamu na Martha. Kuna nini hapa? Ile nyumba alipenda sana kwa ajili ya Lazaro. Unaona? Alipenda sana. Na katika utumishi wake, hii nyumba sasa kwa mara ya mwisho leo yupo katika historia, amekaa pale na mmoja anaandaa chakula na mwingine anakula pamoja na Lazaro yule aliyefufua yule. Unaona? Na watu wanaangalia sana kwamba yuko wapi? Kama vile watu ambao wanaangalia, wanapenda kuangalia mabaya. Kwamba leo mchungaji ameenda kwa nyumba ya mjane, anafanya nini? Amekaa masaa mangapi huko? Ndivyo na wao wanaangalia. Ameenda kwa Lazaro, kuna nini? Kwa sababu yuko Martha na Mariamu. Wanaangalia ameshinda mle. Wanapeana ile nyumba alipenda sana kwa ajili ya utumishi wao. Unaona? Ndio maana Yesu alipenda ile nyumba. Wanafunzi hapa hawasemi, ila wanasema tu hao Martha na nini katika kusoma hapo, wao sio wamekaa wapi wanaongea, anakula chakula mle. Lakini Wayahudi hawa na watu wengine wanapeleleza kwa yani yule Lazaro wao wanawazia tu Lazaro. Huyu Lazaro amempa kichwa jamaa huyu. Wanawinda ili wamuue kwa sababu ya zile kazi wamuue. Unaona? Hawataki kumuona Lazaro. Lazaro alikuwa amekufa, amemfufua baada ya siku 4. Wanasema ikoje ya mambo? Huyu ndiye tufurugia mambo kwamba kuna kufufuliwa ukifa. Hamna, hawaamini. Ndiye huyu anakula naye chakula Lazaro. Unaona? Wanatamani wamuue tena Lazaro. Sasa nataka kuambia ndugu zangu, katika kufunga kwanza kunaleta baraka. Achia wadogo hata uchumi wenu utastawi. Hata nyumba kama ilipokuwa imebomoka pale utaimalizia. Madeni utalipa. Hata sako utalipa. Hata mikopo utalipa kwa sababu umefunga. Kwa nini waambie jamani, kwa nasema hii sio sisi tulianzisha, lakini sisi hatufungi. Naona kipindi cha siku 40 ambacho Wakristo wengi hukumbuka tukio la Marko na kifo cha Bwana Yesu pale msalabani. Naona mambo makuu 3 ambayo yanatokea na yanaambatana. Moja ni maombi ambayo mnaendelea kuomba. Katika kuomba mko mzuri sana. Naona? Alafu kufunga huko ndio wako wachache. Kufunga ni amri. Kufunga ilikuwa ni desturi ya mtoto wa Mungu, ya Yesu Kristo ambaye tunaamini njia zake. Alafu matendo ya huruma kwa wahitaji, kwa watu mbalimbali. Alafu hapa alikuwa anatangaza wiki
ijayo ni siku ya mitende. Muilete ile mitende wapendwa. Mitende ni michikichi, ni aina ya michikichi ambayo husaidia kwetu sisi wapendwa. Jumapili muilete, ni alama nzuri ambayo hata Yesu alitumia. Akina mama walitandika vitenge wakati wanapita mwanaume yule, wakatandika na vitu vizuri na miti akakanyagia pale juu, ikionyesha kwamba huyu ni ni mfalme wa wafalme. Alafu akawa amepanda nini? Mwanapunda ambaye hajaipandwa. Inaonyesha mitende kula kinaleta nyuzi, kinaleta utumika kwa vitu mbalimbali vya kitamaduni. Mitende katika maeneo hayo humaanisha uvumilivu na ustahimilivu katika mazingira magumu. Katika tamaduni za kisasa, modern culture, naona mitende humaanisha starehe, paradiso, naona ufukwe, bichi, maisha ya pwani na kujinafsi sisi wenyewe. Kiroho mitende humaanisha wapendwa. Unaona, kiroho ina maana sana na chanzo cha baraka. Kwa hiyo majivu huashiria maisha yetu ya kufa, kukumbuka wewe ni mavumbi na mavumbi utarudi. Jumatano ya majivu ni ukumbusho mzito wa maisha ya wanadamu na hitaji la upatanisho na Mungu, na linaashiria mwanzo wa msimu wa Kwaresma. Ni siku ya usambazaji, upakaji wa majivu kwenye paja la uso kuonyesha toba. Sisi sote tunasema kwamba hakuna dhambi ndogo wala kubwa. Dhambi ndogo yule anayetukana na ua, sisi tunasema ni sawa. Jamani, hii kipindi hiki kinatuonyesha sisi tupate toba. Ndio mwezi wetu wa kulinga, kunaleta nguvu. Ukifunga kunaleta nguvu. Hata mke wako akuchezea sababu amefunga. Mwacheni, amefunga. Msimu wa Mungu. Inaleta heshima. Ndugu yangu kana msimu. Hebu kafunge. Msipunguze, amefunga huyu. Na mwandalia tukaongeza jioni. Tufunge jamani. Sisi siku 40. Kwani ombeni jamani, huu ni mwezi wetu wa toba. Ni mwezi wa toba. Wewe unafahamu zangu leo nayo kwa nyumbani. Kama utoi zaka, katiba yetu asiyetoa sadaka ni dhambi. Unaona? Unaomba madhabahuni, hata zaka sitoi, hata mchango wote kwani sitoi, hata mtu haniji. Omba jamani, funga ili Mungu akupe kitu. Na kwa nini tufunge? Dhambi, makosa yetu, kujioji, utumishi wetu. Hata sisi wenyewe wachungaji tunafunga. Sasa kwa nini usifunge jamani? Ili tuende pamoja na maagizo ambayo Yesu alifunga siku 40. Luka 2 ule mstari wa mwisho, kwamba Yesu hakutenda dhambi, alikuwa katika kicho akiwapendeza watu wote, binadamu wote, na alipopita walifurahia. Lakini jamani, upigaji wa hela upo. Mmesikia hapo penenwa, upigaji wa hela ulianza zamani. Huyu jamaa huyu Yesu alikuwa na mtunza hazina na wanafunzi wake. Mtunza hazina huyu ambaye pia alichukua na vipande 30 akamaliza. No. Wanapotaka ile marihamu, wamempaka marihamu nzuri inayonukia. Na nyinyi akina mama mnakuwa na marihamu hata wakati wa kuzaliwa wa Yesu Kristo amleti, wakati wa Christmas. Hata sasa mtuletee wachungaji ili tunukie marihamu ile. Kwa akampaka. Tena alikuwa anatumia nini? Nywele. Kwa vijana wa kisasa, yule kumpaka kwa nywele. Anampaka Yesu ambaye hajaoa, anatumia kigezo kipi? Wangempa majina vijana. Lakini yuko kwenye nyumba ambayo ni nzuri kwa rafiki zake, anampaka kwa nywele, ikionyesha kwamba huyu ni mtu wa ajabu. Kwani ombeni asubuhi ya leo au mchana wa leo kwamba huyu Yuda Iskarioti aliyemsaliti Yesu anapopaka mafuta anamwambia Yesu, nye hiyo Mariamu simngeleta tukauza, tukapata kuwasaidia maskini. Lakini kitabu hiki kinasema, Yesu mwenyewe anasema maskini mtaendelea kuwa nao, lakini mimi hamtakuwa nami. Anasema hayo mafuta yawekwe kwa ajili ya maziko yake. Unaona? Anatabiri kufa. Sisi tukitabiri kwamba atakufa kesho, nafikiri ni ngumu katika mila za Kiafrika. Ni hivi anasema yawekwe tayari kwa ajili ya maziko yake. Kwa alijua kazi anayoifanya. Kazi anayoifanya jamani, anayoifanya sitaki kwenda sana. Ukisoma Ufunuo 12:1 na ukisoma Ufunuo 12:7 na Ufunuo 12:1 kwamba ilikuwa ni lazima huyu ila tutoe damu ya Yesu, ilikuwa lazima imwagike, maana damu zote zilishindikana, damu zote za wanyama ilishindikana, ilikuwa huyu ni lazima afe. Alijitoa. Kulikuwa na mkutano kule, kulikuwa na mkutano kule mbinguni. Sasa angeshuka kama malaika, isingetosha hapa. Kwa hiyo ikabidi azaliwe kama sisi
ili atuchukulie sisi tusiofaa, anichukulie mimi Mnyamwanga, akuchukulie na wewe Mnyachusa na Mnyia, ili tufanane na yeye. Ili somo linatufika na sisi, kama kuna madikoni, kama kuna mawakili, wazee wa kanisa ambao usio waaminifu, somo linatufika. Huyu anataka kupiga hata ile wakapea maskini. Yesu ameshamuona. Kumbe ajui huyu Yesu anaona hata pasipo kuambiwa. Sema wewe, huyu sio kwamba anasema hivyo, hamaanishi hivyo. Tunaazimisha hii Pasaka kwa imani. Tunaazimisha Pasaka hii ambayo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyejitoa kwamba aje tukomboe ili tufanane na yeye. Maana tumeacha pengo, tumevunja liko shimo katikati, tumeachana na yeye, alafu tunasema ni wa Kristo. Mkristo ni yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu, pata nyayo za Kristo, yule ambaye anasikia maagizo kutoka kwa kiongozi wake. Ukitii, ukamwamini Yesu, ukafunga, utapata na nguvu na maono mengine. Lakini nataka kuambia jamani, kipindi hiki Yesu yuko nyumbani kwa Mariamu na Martha, wanajadiliana juu ya ufalme wa Mungu, wametenda yale yanayowapasa. Anatoa na mafuta, huyu anampaka, akijua kwamba huyu anayemtumikia huyu ni mtu wa tofauti, ni mtu wa ajabu, ni mtu mkubwa, ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wao. Kwa hiyo anamtumikia katika roho na kweli. Kwa hiyo niombeni ndugu zangu kwamba neno la leo linatukumbusha juu ya utumishi wetu, juu ya kwamba Yesu anakutana na hao watu, na tunapata habari za Lazaro, kwamba Lazaro huyu sio kwamba wale Wayahudi wanapoelezea kwamba wanasema wakamuue Lazaro. Maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Yaani hatukuokoka, wao hawataki mtaokoka. Unaona? Hawataki wote waokoke. Hao jamaa wachapa sana. Jamaa ukiokoka ndio nani jamani? Kuokoka ndio usalama. Ukiokoka yaani wewe hapa mbinguni unatesa, hapa duniani unatesa, na mbinguni unatesa. Hebu tujipendekeze kwa Yesu. Yesu italipa. Jipendekeze kanisani humu jamani, kila kazi njoo. Wala wanafanya wanakutumikia Yesu na wanapata thawabu nyingi sana. Tujitoe. Hapa Yesu anaangana na rafiki zake kwamba muda wake wa kukaa hapa ni mchache. Unaona? Ila mwanafunzi ambaye ananyemelea vitu vingi, ambaye anashika mkoba, ameshika pesa, Yesu alikuwa na hazina ya kutosha apendo. Kwa hiyo kama ni kulipa kodi ikishindikana, kwa kuwa alikuwa ni Mungu, anaambia Petro, hebu nendeni kwenye vilindi mle mkavue samaki. Wanavua, wanapata nani zile hela, wanalipa. Kwa ukimpata Yesu jamani, kila kitu utapata. Kwa niombeni mwaka huu ndugu zangu kanisa la Baptisti, kwamba naomba tumgekewe Mungu. Tumgekie Mungu katika maombi, tumgekie Mungu katika kufanya mapenzi ya Mungu, tumgekie Mungu katika kutoa zaka, tumgekie Mungu katika kutoa maendeleo ya ujenzi, tumgekie Mungu katika mambo mbalimbali. Yesu analipa mahali popote. Tunaeleza habari ya mifano ambayo ni hai, maana tukieleza habari zingine hatutatuelewa. Kwamba ukimpata Yesu, ukifanya vizuri, ukitenda mapenzi ya Mungu, hata utakapokuwa unaomba, Yesu analipa. Lakini kama hatuombi, tunamnyemelea kama vile sungura ambavyo tunapiga rada, hatutaweza kufanikiwa. Kwa hiyo niombeni jamani, tukijitita kwa Yesu, tukiomba katika roho na kweli, Mungu wetu atafungua milango katika maisha yetu. Kwa hiyo kazi ya Yesu ambayo amekuja kuifanya jamani, Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu ili kila mtu amwaminie apate nini? Uzima wa milele. Mungu anamtuma Yesu ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Na Yesu alikuwa mnyenyekevu sana kwa kila jambo. Kila alichofanya asikoje nimuulize. Hata pale msalabani anataka kukimbia, maana mzigo ulikuwa ni mkubwa. Dhambi tulizofanya mimi na wewe ni nyingi. Kwa hiyo analia, unaona, anasema Eloi na masomo. Mungu wangu, mbona umeniacha? Unaona? Akataka kukimbia. Akasema bado utakavyo wewe Baba. Anamuuliza maswali pale msalabani. Mtaona siku hiyo tarehe 20. Kwa hiyo niombe ndugu zangu kwamba kipindi hiki ni cha kumkimbilia Yesu. Ni kipindi cha kujituma. Sio kipindi cha kwa nyumbani. Sio kipindi cha kujitenga. Ni kipindi cha maombi. Msiwapo msumemu. Hebu chukue hata wiki umshukuru Mungu. Lakini ukifunga, ungependa shida nyumbani mwa Bwana kwa sababu kuna baraka. Unaona? Tutasiafunga basi tunakwenda kazi zingine. Unaona? Pengine vitu virefu vile unaenda. Kwa sababu kule vitu virefu kidondoke itakusaidia. Kwa hiyo niombeeni ndugu zangu katika kipindi cha Kwaresima kwamba hebu tuchukue mzigo. Mkazo wangu kwa ni Kwaresima tufunge. Kwa hiyo niombeeni jamani. Faida nyingi za kufunga,
utahusiana na Mungu katika Kwaresima hii, utakuwa mtoto mzuri, maagizo yote ya kanisani utakuweko. Tukisema ucheze, utacheza kama vijana wanavyocheza. Jamani, siku ya ibada ni siku ya ibada. Kwa hiyo niombeeni sana kwamba tufunge angalau tufanye connection na Mungu. Ukifunga mwenyewe unapata connection. Kwa hiyo sasa jamani, kanisa hili linaokoa watu, kanisa hili linatenda muujiza, kanisa hili kila kitu kipo. Nakwambia mwenyewe kajaribu kufunga mwanafaa. Kama mume wako ni mlevi kafunge. Kwa hiyo nataka kusema jamani, dhambi haina cha mkubwa, haina cha nani. Njoni ndio chukua hatua toba. Wewe mkamate Yesu. Umkiri Yesu kama ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Uponyaji hapa malaika nimezibisi katika makaseti unapatikana, na ndio maana sisi tunaamua kumtumikia Yesu. Kwa hiyo niombeni ndugu zangu, msitaketake na makanisa. La muhimu ukiokoka, tukipatana vipi jamani, leteni pesa, najua mnazo. Ila mnazo pesa, mnazo. Sisi watu tunaona tunasema kwa sababu ya nguvu ya Mungu leo nayo. Na ukimtolea Mungu anakulinda kweli, utakaa miaka mingi. Tunao wengi waliokaa kina Nuhu miaka 950. Unaona mpaka miaka 800 watu wamekaa. Sasa kama wewe utakimjaribu Mungu katika vipawa ulivyo navyo, basi. Kwa hiyo mwisho nataka kusema ukikaa karibu na Yesu utafaidika sana. Hawa kina Masa na Mariamu na Lazaro ambaye alifufuliwa. Wewe unafikiri Yesu anamwonaje Lazaro? Anakula naye na chakula. Unaona? Pengine natamani kwamba Yesu basi tuondoke wote huko, lakini aliwakataza wengine. Ila Wayahudi wanatamani wamaliza Lazaro. Kwa hiyo muombe jamani katika kipindi hiki, sisi wachungaji muendelee kufanya kazi ya Mungu kwa kumtegemea Mungu, kwa maombi, kwa kufunga. Naomba niwaombe tena kwamba jamani, fungeni siku zile 14 zile zinazobakia, tufunge kama hujafunga. Usije kutupia tu. Wanaofunga ni walokole. Wewe mwenyewe ni mlokole, ushindwe na ulegee. Biblia inasema alifunga siku 40, si wafasi mpaka kufanya hivyo. Nakwambia kila mmoja jamani atapata mahitaji yake katika hilo. Naomba tufunge macho tuombe.